بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. كتاب بداية الهداية لسيدي أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، نفعنا الله تعالى بعلومه في الدارين آمين. leo inshallah tutasoma huququ suhba, haki za urafiki. Huququ suhba, haki za urafiki. Tukisha kusoma huu mlango utajua nani rafiki yako, nani si rafiki yako. Utajua nani rafiki yako, nani si rafiki yako. Friendship, mwaita friendship, sio? Na urafiki kuna aina nyingi, na au usuhba kuna aina nyingi. Suhba ni kusahibiana na mtu, yani kuwa pamoja na mtu. Hata kwa lugha ya Kiingereza ziko tofauti. Mtu aweza kuwa ni sahibi yako lakini wasahibiana mfano kikazi. Uweze kusema huyu ni my friend, utasema my colleague, sio? Kwa sababu urafiki wenu nyinyi umeshikanishwa na kazi. Lao mmoja atawacha katika nyinyi, pengine mtakuwa hamna urafiki sana. Na tofauti urafiki mwingine ni kulingana na neno kwa lugha ya Kiingereza sema mate, ima school mate, room mate, team mate. Hizi ni urafiki umeshikanishwa labda kwa sababu ya timu moja ya mpira, mkiwa mpirani au mazoezi mko pamoja, lakini hamna urafiki sana, si ndio? Suhba tunaozungumza hapa katika kitabu cha Bidayat al-Hidayah ni suhba fi dunya wal akhirah. Na suhba kubwa ni suhba ya sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sahaba ni mtu gani? Ni mtu aliyemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini na akafa juu ya imani. Mtu aliyemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wake, akamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na akafa kwa imani hiyo, kwa itikadi hiyo, aitwa sahaba. Na wali au yoyote baada ya masahaba, masahaba ni mawali wa Mwenyezi Mungu, yani wana wilaya. Wilaya inapatikana na ucha Mungu, lakini wali akawa na daraja yoyote ya juu katika wilaya hamfikii sahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama sahaba yule si wali, au hata kama sahaba yule daraja yake ya uwali sio kama wali ambaye kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana? Ndio itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa. Yani uwali inawezekana kupatikana kuanzia kwa masahaba, tabi'in wanafuatia wote, kuna mawali wa Mwenyezi Mungu. Wala mawali maana yake wacha Mungu. Lakini mtu hata awe mcha Mungu namna gani hawezi kufikia rutuba ya sahaba, kwa sababu yule amemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ulimwengu wa hisia, yani kwa kumuona hivi. Muraat huquq suhba, kutunga haki za urafiki. Usuhuba, undugu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na kila tukitaja suhba tutaja hii suhba hii, suhba lillahi. Hakuna suhba ya msichana na mvulana ati huyu tunasoma kwenye tasawuf kuna suhba, hakuna suhba hii. Kama wataka kuwa sahibi yako ni mvulana kwa wasichana, basi awe ndugu yako wa kiume, babako awe sahibi yako. Wavulana mfanye sahibi yako dadako,
fanye comrade, fanye friend wa hivyo sister. Wazi? فمهما انعقدت الشركة انتظمت بينك. قرأتم هذا؟ ستكوابه بينك وبين شريكك الصحبة فعليك حقوق يوجبها عقد الصحبة. Maadamu mmekuwa marafiki watu wawili, watatu kuendelea, kwa hivyo lazima katika fungamano hili la urafiki mchunge, kila mtu achunge mwenzake haki za kuwa na rafiki. في القيام بها آداب وقال صلى الله عليه وسلم Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mathalul akhawaini, mfano wa ndugu wawili, yani marafiki wawili, mathalul yadaini, ni kama mikono miwili, taksilu ihdahuma al-ukhra, kila mmoja wamuosha mwenzake. Wakati ukiosha mkono, ukiwa ni mkono mmoja, huwezi kuosha mkono vizuri mpaka utumie wa pili. Kwa hivyo marafiki wa kweli ni huyu wamsaidia huyu na huyu wamsaidia huyu. ودخل صلى الله عليه وسلم أجمة. أجمة ni msitu au kichaka. Akaingia kwenye kichaka wakati mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam, fajtana minha siwakaini, akakata yani miswaki miwili, ahaduhuma muawwaj, mmoja umebendi kidogo, al-akhiru mustaqim, na mwingine umenyoka. Miswaki miwili, mmoja uko straight, mmoja umebendi. Wakana ma'ahu ba'd ashab, Mtume alikuwa pamoja na masahaba zake. Fa'atahu al-mustaqim, Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa yule sahaba wake mswaki ambao uko straight vizuri. Wa amsaka li nafsihi al-mu'waj, Mtume sallallahu alaihi wasallam akabaki na ule ambao umebend kidogo. Faqala ya Rasulullah, anta haqqu minni bil mustaqim, wewe una haki zaidi ya kutumia mswaki ambao ni mzuri, uko straight, umenyoka. Qala sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, sallallahu alaihi wa ala alihi, ma min sahibin, hakuna rafiki, yashabu sahiban, atakuwa rafiki na mwenzake, walau sa'atan min an-nahar, na walau sa'atan min an-nahar, yani kupigia mfano hata muda kidogo, sio saa kweli saa hii, yani muda, yani japo muda mchache. Illa wa yasalu an suhbatihi, illa wa yusalu, isipokuwa ataulizwa hawa watu wawili, an suhbatihi, hal aqama fiha, je walisimamisha katika urafiki wao haqqa Allah ta'ala, haki ya Mwenyezi Mungu, au adhaahu, au alipoteza haki. Ulikaa naye vizuri ile time umekuwa naye yule rafiki yako katika mambo madogo madogo, je alipoingia ama mlipoonana angalau ulismile, ulikuwa na ibtisama, uso wa furaha, ukamkaribisha vizuri, ukamuuliza hali yake. Qala sallallahu alaihi wasallam, mastashaba ithnani qattun illa wa kana ahabbuhuma ila Allah ta'ala, hawakui marafiki watu wawili ila yule ambaye atapendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu jalla jalalu, arfaqahuma bisahibihi, yule ambaye ni mpole zaidi na mwenye kumhurumia zaidi yule mwenzake. Mimi nawahusia tena, nawahusia mimi naona watu wengi wana elimu lakini huwezi kukaa nao kwa uzito walionao. Katika mahali popote wewe umekuwa wewe ni arfaqun nas, wewe ndo simple zaidi, flexible zaidi. Tumeelewana?
mtu ambaye mwepesi zaidi katika mambo. Sio kitu kimegeuka kidogo tu basi mimi siendi tena, fanyeni nyinyi, sitaki tena, vipi yani? Au mambo wametarajia waenda mtakufanya jambo fulani. Na hili linatokea kila siku darasani, na hili linatokea pia wakati tutakufanya jambo tukichanga, kuna khatmul Qur'an sijui, kuwa mwepesi tu. Kuna wengine wakishakutoa 500, wengine kwanza wale wenye fujo zaidi ni wale kama ni 500 wao hutoa 100, alafu ndo wataka kula mpaka ukwaju ule unaotona kwenye sahani. Na yeye ukimwangalia utamwona ndio tabu zaidi atakutoa pesa. Shirikiana nao, mzito kwenye kutoa pesa, mzito akatoa kula. Kuwa mwepesi tu, usiati tumechanga kitu kama faslu tunataka kula pamoja, basi wewe umetoa 300, yani mji mzima umepata habari umetoa 300. Wagawanya bajia, wagawanya viazi, haya moja 3. Sasa kumebaki kiazi kimoja, sasa ndio sikilizie. Wewe kuwa yule ambaye tukwa wewe, kila mtu awe huyo. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana khasasa alhaja. Ansar wamesifiwa wana ithar, badili ya yeye mtu ampa mwenzake hata kama yeye ana haja nayo. Khasasa bimaana haja. Ilitokea wakati wa vita vya Uhud, na hizi sera tukisomeshwa au tukizisoma yatakatwe na test na dhauq ya kuangalia masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahaba mmoja alikuwa taabani karibu kufa, akaomba maji. Alipoletewa maji akasikia mwenzake yavuta pumzi za mwisho, akamwambia yule, usinipe mimi maji, labda yule ana kiu zaidi. Watu karibu na kufa, karibu na wapi? Wako chini, jua kali, ushaanguka, mtu amekatwa nusu shingo au amekatwa mkono au amepigwa mkuki umetoka, ambia akhi pelekee. Nasikia huyo kama mwenzangu tabanzi kata sakaratul maut. Akaenda kwa pili, akaambia labda yule ndio mwenye haja zaidi ya maji. Yule mwenye kuanisha asema nikazunguka nikarudi kwa kwanza, nikampata amekata roho, nikaenda kwa pili amekata roho, watatu amekata roho. Hawa ndio ashabu Rasulillah. Lazima tukiwataja, lazima tuwataje na ta'dhim. Sahabu nabii, wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sahabiyat wako wengi waliojitolea. Mamake Ammar bin Yasir, Sayyidatuna Sumayya, vipi alipoadhibiwa akiwa na tumbo la ujauzito, pigwa mkuki, choma mkuki, yuko chini kwenye ardhi na huko sema la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidatuna Nusayba alokinga wanawake walikuwa hawapigani vita. Wanawake wanakwenda wanawapikia masahaba na kuwafanyia dawa, kama kuwatengenezea dawa ama ile ya miti ya vidonda kwa sababu ya majeruhi. Wakati wa Uhud walipozungukwa na Khalid bin Walid hakukueleweka tena. Sayyidatuna Nusayba akakinga mikuki ile ilikuwa impate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipomwona vumbi na Mtume yuko sehemu hii, akaingia katikati, yuko mikuki ya rushwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaenda kakinga. Wanawake nazungumza. Mmoja katika wanawake masahaba, mwanamke kama vile mwanamke, amekuja auliza msafara waingia, asema mal khabar ma waraakum, amwambia istushhida ibnu, mtoto wako amekufa shahidi. Asema mimi nauliza Mtume kaifa halu Rasulillah, ambaha Rasulullah bikhair. Asema kullu musibatin ba'daka jalal, na wafe wote lakini bora Mtume. Amekuja tena msafara, ambia mal khabar,
kuna habari gani? Anambia habari iliyoko mume wako pia tumemzika huko shahidi. Asema mimi nauliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, achana na mume, watoto, mimi habari ya Mtume ikoje? Anambia sallallahu khair. Kama kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasul. Sahaba. Na masahaba wa kike. Na yaret kufanya daura tusomeshe suwar min hayati sahabiyat. Ukishangaa masahaba wa kike simba kama simba. Makafiri wenyewe wakaogopa. Sio sasa tuko kwenye kila kitu ummat Muhammad vulana kwa wasichana, kila mtu atafuta comments, share, subscribe, tap the screen. Hakuna kitu. Alafu wasikia tuomba jamanini hiyo video ya TikTok mwitoe marhum ashakufa marhum atoke kaburini aje atoe video na upload mwenyewe. Amujaona hizo announcement za sambaza kwenye magroup. Marhum Allah mzima mrehemu. Nini mtu amepost ma TikTok yacheza nywele wazi nini sijui nini, kuna kulip sync siku hizi si ndio? Afanya kama nyimbo ya imba alafu yeye afanya watu wacheka pale, watu wamwandikia hakuna kama wewe sijui nini. Sawa. Kisha umelala asubuhi kuamka umekufa. Sasa watu wa familia tuomba jana kidogo ile video clip waanza kutuma email kwa TikTok watoe wako mchangani sana. Haina faida hizo vitu. Adabu suhba. Sasa tuingia katika adabu suhba. Adabu ya urafiki. Tutapima. Mimi nitawapa vipimo hapo tusikie Imam Ghazali asema wewe utajua tu kama una rafiki ama hamna mtu. Japo urafiki wetu siku hizi za kuutest haraka sana. Viazi tu break. Mwambie leo sikupata sina pesa. Uangalie utabaki na nani. Wama amana ma'ahu illa qalil. Allahumma ja'alna min al-qalil. Yule mmoja alisema Allahumma ja'alna min al-qalil. Maana wa qalilun min ibadiya shakur. Kila kitu qalili, watu wazuri. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahjaun. Wengine wanakoma nahum kanu qabla dhalika muhsinina kanu qalila. Hao muhsinin walikuwa kidogo sana. Alafu akwambia kanu qalilan min al-layli ma yahjaun. Na hii ma iko na tafsiri mbili. Ima tafsiri ya ma yahjaun, ma ya ambao kwamba wengine katika tafsiri ishari, tafsiri ya ishara, maaulia wakwambia hatta al-qalil ma yahjaun. Hata kidogo pia awalani kabisa. Wa hadha madhhabu sheikhina Sheikh Mahmud la yanamu al-layl qat. Kuanzia akiwa talibul ilm ma nama laylan qat. Kuanzia akiwa umri wa hifadhi safina na ajue kula nafsi. Alafu yeye wajitrika asema mawali nini? Hata mimi wali wewe. Hivi macho makavu ngikuangalia hivi. Inshallah tuwe. Lakini usiongelee vitu ambao. Wa adabu suhba ya kwanza tunapima al-itharu bil mal. Kumtanguliza mtu kwa chako, kwa pesa. Uone akusema kwa kitu kingine. Ameanza na nini? Sinawaambia mimi tutapiga test. Nani yuko tayari akupewe break yake yeye aende bila? Sijasema lunch. Nani ambaye aweza kugawanya break yake nusu kwa nusu na huyo hajambo? Alhamdulillah, huyo rafiki. Hajambo. Nani ambaye aweza kukupatia yeye chakula yakipenda sana akakupa wewe 100% bila kukukumbusha baadaye? Asikuombe pencil akakwambia mimi pencil unipi, wakumbuka juzi la majuzi bila kukwambia hivyo. Sadaqatun yatba'uha mannun
au adha. Iko hiyo. Fa in lam yakun hadha fabadhlu alfadli, angalau akupatia makombo yake, yani ana lunch 100 alafu ana na 20 ya ziada, akakwambia bro, shika 20 basi, ipande daraja chini kidogo, sio? Naweza kuwa yuko nani ambaye anakufanya hivyo mara kwa mara, yani kwa mwezi huna lunch, kama inatokea kama mara 3, wiki ya kwanza na wiki ya pili na wiki ya tatu, akasimama naye mara moja, inawezekana by accident, inawezekana. Wajua waweza kuwa karimu by accident, inawezekana kwa karimu. Siku moja akasema tu wacha nionyeshe ukarimu. Yuko والإعانة بالنفس في الحاجات على سبيل المبادرة من غير إحواج إلى التماس. Nani ambaye aweza, rafiki yako mwangalie, je, aweza akakutangulia kabla hujamuomba, akakuangalia tu hivi, una kitu fulani, akasimama naye. Manake huyo ni zaidi wa zaidi. Kuna huyo anakuangalia tu, anaona kwa mfano ana bag mbili, yani ana bags nzuri mbili, ukaja tu ile ukitoa vitabu vako, bagi lako liliraruka, siku ya pili akakuletea tu, akwambia tuko pamoja. Na ukitaka kupeana kitu kwa rafiki yako, mwambie mzazi, si vizuri kutoa kitu wala kupokea bila mzazi kujua. Wazi? Pia kama mpatie, okay, naambie rafiki yangu amenipa hii, ili mzazi ajue hii kutoka rafiki yako, hii kutoka kwa nani. Sawa? Na pia wewe ukitaka kutoa, usitolee tu vitu. Kitu cha tafuta nyumbani mpaka sufuria pia. Sema. Wazi? Wanajua na hapa wenye kutoa majacket, jazi za mpira, za tafuta nyumbani, utasikia nilimpa nini bwana, najua waje ni Liverpool kama mimi. Sema kama Liverpool hii ndio kutafikiana. Wazi? Hiyo ni adabu. Wakitmanu sir, ya kufichia siri zako. Sema siri zako kabisa, akuaniki kidogo, wampungua sasa. Tukianza jasa kwa marafiki zako, wafikiria una marafiki kama 15, sio? Tukiweka kwenye vipimo mbaki ngapi? 2. Hata tuangalie. Wasitrul uyub, ya kufichia aibu zako, weakness, yani wafiche, akusaidia. Mfano masomo fulani upandishi vizuri, akusaidia, akufichia ile aibu, kwambia hivi. Na sitrul uyub sio kuficha aibu kumpa mtu gendo ndo apite na wewe ndo mwende fasli pamoja, la, hiyo ni mukhalafa. Sitrul uyub yani wajua huyu kadhaa ama kwao ni maskini, mfano umeenda kwao amkula lunch, urudi ukaanza kutangaza markaz, tukwenda kwao ile vishindo, basi anachukua kwao vishindo, kuna lolote chemsha mogo, hata mogo wenyewe pia kuchemshika, tunkula sijini, la. Satrul uyub, sawa, utaja aibu zake. والسكوت على تبليغ ما يسوءه من مذمة الناس إياه, na kunyamaza ukisikia amesemwa vibaya. Kama wewe ni rafiki kweli wampenda ile rafiki yako, basi yale mabaya yake uliyosikia usimwambie. Kwa nini? Kwa sababu ukimwambia utatia fitna na itakuwa ni namima na umepeleka udaku, na yule rafiki yako atamchukia yule mtu. Umfikishie.
Hiyo ngumu kidogo. Sisi wataona kinyume. Mtu akitaja vibaya anakuja mbio kukufikishia, sio? Kuanzia chini pale kwenye ngazi. Mwanzo nyinyi. Mipasho. Njoo nikupashe leo na mapya. Nini fulani anasema hivi, fulani anasema hivi, fulani. Nyinyi mna mambo makubwa ambayo mnafanya. Kuna kuhifadhi Qur'ani, kuna tartili ya kungoja, kuna zubad ya kungoja, jauhara ya kungoja, jazaria ya kungoja, si ndio? Kuna fiqh ya kungoja, muamalati ya kungoja. Sasa nini mipasho hayo? Yatakana mipasho yetu iwe njoo kupe mpasho gani? Jamu mudhakkar salim yarufaishwa kwa wao. Wanuna iwadhana litanwini, ngoja nikupe mpasho mwingine basi ninaopata jana. Hivyo. Zungumza mipasho ya usulul fiqh, mipasho ya matn wa waraqat, mipasho hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio? Kama hivi leo umehudhuria darasa ama mtu akuhudhuria darasa, kesho unampasha, unaambia mashallah jana roha. Acha nikwambie, urafiki ni hivi, haifai hivi. Hiyo ndio mipasho mizuri. Tupashane hivyo. Sio mtu kwa sababu ukimpelekea, ngoja niwape mfano. Mtu amenitaja mimi mfano, amezungumza akasema mimi wewe rafiki yangu asema mimi mjinga, yani yule ni mjinga. Wewe ukija utaniambia vipi? Ansema na vile sisi tunasipenda hizo ansema wewe mudiri mjinga. Nani ananiambia mjinga? Wazi? Usimwambie. Usimteteshe na watu. Usibebe mambo maovu ya watu, usimletee rafiki yako. Nyamaza. Kama uko pale mwambie yule ni mtu mzuri jamaa, yuko hivyo. Watu hawajamuelewa. Basi jaribu kumtetea ishi. Ya Allah. Wa iblagh ma yasurru min thana'i an-nas alayhi. Watu wakimsifu kamwambie. Unaona adabu suhba? Mwambie jana nilikuwa kwa mtu fulani, mashallah sana kupenda sana. Mashallah soma Qur'an vizuri. Mpelekee sifa za watu, sifa zake kutoka kwa watu. Wazi? Watarku al-mumarat fihi. Hakuwata kushindana sana. Kila saa shindana tu na rafiki yako. Kila saa shindana tu. Punguza. Wa ayyadu'u bi ahabbi asma'ihi ilayhi. Muite kwa jina ambalo yule rafiki yako anapenda kuitwa. Sawa. Wala nabazu bil alqab. Msipeane alqab mbovu. Swali sasa. Lile jina mtu apenda kuitwa ni jina ambalo si zuri. Muite kwa jina zuri. Hata kama apenda kuitwa. Mtu apenda kuitwa chizi. Chizi bwana. Mwambie hawezi chizi. Na pia nakuuliza swali, wewe rafiki yako alipoje akawa chizi? Wewe mwenyewe kwanza. Sijakuwa wewe crazy and cheese. Sio? Na kama lakabu yake si nzuri mwambie abadilishe hiyo. Sawa? Ama mtu lakabu yake aitwa Mgoka Bezi mfano. Ana jina si zuri. Sijalipenda. Mgoka Bezi bwana. Vipi wewe utaitwa jina lako? Na moja katika jina ambalo kubwa zaidi ulimwenguni ambao lilovunjwa ni Muhammad. Kwa hiyo Muhammad ndio ina majina mengi. Muhammad, Muhammadi, kuna Muhammadi, kuna na Muhammad, Mamadi, Modi, Badi pia katika Muhammad asili yake. Naam. Wajua kwa nini imeingia hivyo? Wajua kwa nini?
kwa sababu tunatumika sisi Waislamu kuchafua jina la Muhammad alayhi salatu wasallam. Wewe ni majina mengine hana mambo mengi kidogo tu, labda Ali itwe Ali. Ali vipi? Basi sio kidogo, lakini haina mambo mengi. Muhammad ndio iliyochafuliwa kwa sababu ndio a'dhamu ism baada ismillah jalla jalaluhu. Wazi? Kwa hivyo tuwaiteni Muhammad kwa jina la Muhammad. Na kuna hadithi hasa mtu akiitwa Muhammad au Ahmad, Mtume asema fafsahu lahu fil majalis fa innahu yahmilu ismi. Ikiwa mtu aitwa Muhammad ama Ahmad, basi akija mahali songeeni, manake amebeba jina la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Peaneni nafasi kama mahali kuna Muhammad ama Ahmad. Sunna. Wa yuthni alayhi, amsifu bima ya'rifu min mahasinihi, kwa anavyomjua katika matendo yake mazuri. Amtaje kwa uzuri yule rafiki yake, yeye mwenyewe sasa yule rafiki. Na katika mambo ambayo ni msiba mkubwa sana, rafiki yako ukishakumpatia, sisi tunasema tunampatia kisogo, sio? Ukimpa kisogo akusengenya, kutaja vibaya, katika maafa makubwa sana yaliyoko sasa. Wa yashkurahu ala sani'ihi fi haqqi, na pia rafiki yako usimsifu sifu tu, kama sifa hana pia itakuwa ni makosa pia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwona mtu yamsifu mwenzake kiunafiki, akamwambia qata'ta unuka, umemkata shingo huyo. Hizo sifa hanazo, na wewe wamsifu kwa ajili ya tamaa. Na pia usimjulie rafiki yako, ukimwona wamsifu wazidi kukupa pesa ama kitu, ukamwambia hakuna kama wewe bwana, wewe tukujua. Kwani 100 nini? Ili atoe ile 100, kisha alafu pengine aumia yeye mwenyewe, kisha ukaenda ukikaa na marafiki zako, awacha najua namna gani yule bwana kumtoboa. Sifu tu, makosa pia hiyo, ni dhishi. Umeonyesha rafiki kumbe si rafiki. Wazi? Sikilizeni. Wa yadhba anhu fi ghaibatihi, na usimame naye umtetee wakati anasengenywa, anatajwa vibaya, kama unapojitetea wewe ukitajwa kwa jambo ovu. Umdefend yule rafiki, usimame naye. Na katika jambo kubwa, haki kubwa pia ni kwa wewe mwenyewe, wakati mkiwa peke yenu, umnasihi na umwambie ukweli rafiki yako. Rafiki yako hasa ni yule ambaye wamwambia ukweli, mwambie huu mwendo unaokwenda si mzuri, si upendi, na ugeuze uso wakati yuko kwenye maasi, usimsupport kwenye maasi. Wa yansahu bil-lutf, ndio ambao tunazungumza, umnasihi kwa upole, wa ta'rid idha ihtaja ilayhi, wakati ikihitajika umwambie kwa taratibu, umnasihi vizuri. Ta'rid ni salah sha'n, kumsuluhisha. Mhoji, mbona wafanya hivi? Sio mwendo mzuri, haitaki hivi. Hadithi ya Mtume anasema hivi, mpe nasiha. Uzuri tufanye hivi, ni vizuri tufanye kadhaa. Na katika mashakil makubwa yaliyoko, urafiki wetu ndo watumaliza kabisa. Wasikia mtu akwambia mimi kadhaa na korofishana, ama
nyumbani napelekana mbio na mzee wangu, wewe rafiki ndio mwambie kabisa, kwani kuna nini? Mambo ya mabuda achana nao. Unajua mama dha bwana. Wewe sasa wamaliza. Kosa. Mwambie mzee wako anakuambia nini? Mzee wangu ananiambia bwana mimi nikienda mpirani mwisho saa 12. Mwambie hakuna shida. Piga kipindi cha kwanza, baada of time toka naenda kunyumbani. Sudi mzee. Wazi. Huo ndio rafiki wa kweli. Mwisho wa urafiki siku ya kiyama, mwisho wake huu urafiki siku ya kiyama huko aina mbili. Huko al-akhillau yawma idhin naam li ba'd adu illa, marafiki wao kwa wao siku ya kiyama watakuwa ni maadui wakubwa sana, illa hafistithna, illa urafiki wa mcha Mungu pekee yake. Urafiki wote huu hakuna mtu kwenye Qur'ani imenas watu watakimbiana ndugu ni abihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi, mke na watu watakimbiana, hawana namna. Fasilati allati tuwi, na wale watu wake na wale ambao wakimuhami na nini, tutakimbiana siku ya kiyama. Acha niwape habari, tukifufuliwa itakuwa hatuna idea tutatoka wapi na tuenda wapi. Siwafufuliwa. Unajua sasa hivi mambo mingi hapa, nyinyi talabatul ilm, mambo mingi hata haya ambao tuwasomesha, ukimaliza hapa thanawia mambo mingi hujajua. Yaani kutoka hapa hii yote naona kusoma usulul fiqh, mantiq, hizi zote ni funguo za elimu, lakini mambo ni makubwa sana, mambo ni mengi sana. Naona hapa markaz kuna program nyingi walimu wako wasoma hawaishi. Siku ya kiyama sisi tutakuwa, ukifa waingia mchangani. Kuna watu babu yako mfano wa 10 toka afe mpaka sasa miaka mingapi? Wa 10. Wacha ni babake babu yako toka afe miaka mingapi? Kama wajua takriban 100. Kwa hivyo yuko mchangani miaka 100 huyo. Babu yake yeye, huyo babu wako ambao ampiga miaka 100, babu yake yeye wa 8 hivi ampiga miaka mingapi? Ana kama 300 400 zaidi. Kwa hivyo kuna watu mchangani wamepiga kama toka hijra ya mtume tu kwa hesabu ndogo ni 1446 toka mtume agure, sio? Kwa hivyo wale shuhada wa Badr wana kama 1400 mchangani. Tunaelewa walikuwa duniani siku moja hawakuwa, waliishi kama sisi hawakuishi, sio? Wakawa na watoto, wakawa nini hivyo hadi maisha. Wafikiria mtu baada ya kulala kwenye kwa kaburini hapa aliishi miaka 60, akaenda kaburini akakaa barzakh miaka 200. Wafikiri atakumbuka hizi 60 years za kifufuliwa? 60 years linganisha na 200 years, atakumbuka kitu kweli? Tutamwambia haya wamefufuliwa, mfano tufufue mmoja ambaye alizikwa na miaka kama 300, tuambia wakumbuka Jomvu hii hapa, Jomvu hapa ni wapi? Atakumbuka kweli? Hawezi. Niliishi mimi nani duniani
kwa sababu ukiangalia nisba ya miaka duniani ni kidogo sana, mingi alikuwa barzakh. Wale watu ambao wakiwa watoto wadogo wamesoma nasari mji mwingine, kisha wakahama wakaenda mji mwingine, wakakaa pale mpaka wakaoa, wakazaa, wakajukuu, maisha yake ya nasari hata yakumbuka ni ndogo sana kwake. Tumeelewana? Si ndio hivyo hapo duniani? Mimi nakumbuka nilipokuwa mdogo alikuwa tukipeleka kwa baharini, nakumbuka vizuri. Lakini je, alokaa mchangani miaka 500? Sasa na sisi sasa hivi 2025 kuendelea, ambao tuko sisi 2025 2030 hapo tutacheza hapo 2040, sisi generation yetu ni hapo. Yalla ukienda sana mpaka 2050 tutamaliza hiyo bracket, sio? Si lazima tuimalize? Inshallah lazima tumalizane nayo. Sasa tarajia sisi hii generation yetu wanaokwenda kwenye barzakh sasa hivi mpaka siku kutapigwa parapanda la kufufuliwa, walikaa 1000 walikaa. Ndio maana tutasema man ba'athana min markadina. Haya, kuna nini? Nani tuamsha usingizi? Sio tusoma sura zeni. Man ba'athana min markadina. Hadha ma wa'ada ar-Rahman sadaqa al-Musa. Sasa vipi wewe utakutana na rafiki? Wajua tutafufuliwa sote, tutafufuliwa uwanja mmoja. Kaa safsafa. Hii ardhi baada parapanda, kuna parapanda la kila ruhi itakufa. Kullu man alaiha fan. Hicho ni kipindi. Kisha mtakaa kimya, hakuna lolote illa Allah. Bas. Hakuna kiumbe illa Allah. Liman al-mulku al-yawm. Liman al-mulku al-yawm. Liman al-mulku al-yawm. Hakuna anayejibu. Lillahi al-wahid. Bizibu tajibu. Hakuna lolote. Kukipigwa parapanda kufufuliwa, kitu cha kwanza atatumwa Jibril, ataambiwa nenda mpaka kwenye dharih ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii mhitaji kwa maneno makubwa. Huwa mkisema vile na geography nimeona ni kitu kikubwa. Hii itakuwa kipara kabisa, flat yote. Kaa safsa la tara fiha wala anta, hakuna chochote, hakuna mabonde, flat. Saidna Jibril atapiga round moja nukta, atarudi kwa Mwenyezi Mungu yualia, atamba ya Rabbi, hata si Madina iko hapo, kote ni sema. Mwenyezi Mungu atamwambia rudi, kaangalia wapi kwa ngara kuna no hapo. No, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ana awwalu man tanshaqqu alayhi al-ard, mimi ndo wa kwanza nitafunguliwa ardhi. Hakuna alofufuliwa, hakuna Adam wala nani. Leo mtasema mtu kama mtu tu, mtu nani? Mtu kama mtu nani anakuambia? Awwalu man tanshaqqu alayhi al-ard, mtume atafufuliwa akiwa amevaa nguo ya hariri peke yake, hakuna mtu. Na watakaofuata min ahli bait rasulillah ومن الصحابة ومن أهل البقيع na namna hiyo. Wa kwanza katika wanawake wa kwanza Sayyidatuna Fatima az-Zahra, Sayyidatuna Khadija, watoke wenyewe kwanza kabla ya zahma, kabla ya watu wa ulimwengu kuanzia Adam hawajafufuliwa. Afufuliwa Sayyidul Bashar Mtume sallallahu alaihi wasallam na ahli bait na nini, wakae wajipange nini kwa mipango, waekwe vizuri nini, alafu haya Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Adam, fuatia kina Sayyidatuna Fatima hapo wenyewe washavaa niqab zao, shajiseti. Sayyidatuna Khadija full squad VVIP. Sayyidina Adam sina Abul Bashar, awwalu man tanshaqqu alayhi al-ard, wa kwanza nitakayefufuliwa, wa awwalu shafa'i, mimi ndo wa kwanza nitashufaia, wa awwalu mushaffa'i, na mimi ndo wa kwanza nitakushufaia Sufyan. Wa ana ahmil wa liwa'ul hamdi biyadi, na nitakuwa na bendera yaitwa alhamd, liwa'ul hamd mkononi mwangu. Adamu wa man dunahu tahta liwa'i, Adam na walioko nyuma yake wote wako nyuma ya bendera yangu.
Bendera ni moja tu ya pepea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna bendera nyingine. Subutu. Ndio mmoja katika wale msifu wasema wakimsifu Mtume wamwita ya arusa al-qiyama, bwana harusi wa siku ya kiyama, siku ya kufufuliwa, hiyo siku ya fadhai. Jua liko maili moja juu ya utosi, 1 mile. Watu wakifufuliwa, kila mtu watafufuliwa na sectors. Kuna wengine watafufuliwa kwenye watu wenye kibri, watafufuliwa kama tungu wadogo, watu wakanyaga. Watu watalia siku ya kiyama na watatoka na matozi mengi na majasho mengi kwa kadri ya madhambi. Kuna watu watafinikwa na jasho lake mwenyewe. Hiyo ni mawqifu ya siku ya kiyama. Wanafikiri Mwenyezi Mungu anasema yauma yafirru al-mar'u, ni masema yauma yafirru al-mar'u min akhihi. Mambo makubwa. Unajua tutafufuliwa vipi? Tutafufuliwa kama tulivyozaliwa. Hatuna viatu, hatuna nguo. Sayyidat Aisha aliposikia Mtume asema hivyo, ambia Rasulullah, vipi tutafufuliwa? Yani vipi hatuna nguo? Itakuwaje sasa? Ambia ya Aisha, al-amru yawma idhin ashaddu min an yanzura ba'dhum ba'dha. Mambo siku ni makubwa, hakuna mtu, hakuna shahwa, hata hujui. Hakuna mtu atamwangalia mwenzake. Ni zahma, ni mabilioni ya watu. Kuanzia hada mpaka kiumbe wa mwisho atakayeumbwa, binadamu wa mwisho. Tuko ngapi? Si mchezo. Sasa kila mtu yotafuta sababu ni kubaya. Ndio pale tasikia yauma ya'adhu dhalimu biyadayhi, siku atauma. Siwajua ukiona pressure unauma kucha. Kama kuna tension unafanya sio? Siku mtu atauma kucha na vidole na mkono wake, ya'adhu dhalimu biyadayhi. Yaqulu ya laitani lam attakhidh fulana qad adallani min ba'di ani dhikri ba'da idjani. Hapo ndo tuko kwenye suhba sasa. Mtu atauma mpaka atakula, atajitafuna mwenyewe kwa majuto. Atasema ya laitani lam attakhidh fulana khalila, fadhali singefanya fulani rafiki yangu. Tajuta mtu kwa kweli. Hapa mwaitana beste badibi sijui nini. Siku ya kiyama utamtafuta ule rafiki ambao wakati wa swala akwambia tusiswali. Watakumbagiza lawama zote. Ni yeye ndo anifanya nisiswali. Ni yule ambao mwatoka mwafika katikati badala kuingia markaz au madrasa, mwalaza mwenda zenu kule chini mikokoni, huyo sasa. Ya Rabbi, ni yeye ndio kosti mkubwa wangu. Utapiga lawama zote. Yauma tujadilu nafsi an nafsiha, nafsi itakuja jilaumu nafsi kwa nafsi yeye kwa yeye mwenyewe. Mtu atajisema akisema, wewe nafsi yangu, wewe mbona unanipoteza wewe? Alfajiri ngapi ninakosa wewe, na ndio siku sabala hizi, angalia kulivyo. Wala umuwe kwa wewe, wala umurafiki, wala umubaba. Yule mzazi anakuja kukutetea hapa, akwambia kitu fulani, achana nao markazi, kapumzike mwanangu. Huyo ndo siku yake utaanza naye. Ya rating ingekuwa ninasoma, wenzangu wasoma kwa dini, yeye ndo hivyo, babangu ndo kusomesha Qur'ani mimi. Utaanza naye huyo. Mimi naangalia tu wazazi wakija hapa wajifanya hao sijui nini. Hasa kama mtoto sijui ametoa jina la mamake huyo mzazi. Kisha ito mami, basi usikasirike mami. Basi tazungumza na mudhiri. Mami usikasirike. Wamjua huyo mtoto atakapokumalizana naye siku ya kiyama. Nyinyi si mchezo. Na nyinyi mnahesabu kwa watoto wenu. Sio mwelewa, lakini na mtoto anahesabu sote ni same time tuko kwenye mahakama. Ndio hivyo. Na hiyo ndio ukweli. Na hiyo ndio maana tunaja kusoma vitabu kwa watu wakubwa. As-suhba. Hadithi tumesoma hapa. Hakuna watu wawili watakuwa marafiki ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atauliza usahibu wao ulikuwa vipi. Na hakuna katika hao marafiki wawili
Yupendwa na Mwenyezi Mungu zaidi kama nani? Arfaqahuma, yule mpole zaidi, yule ambaye hana mambo mengi. Kuna marafiki wengine la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ukiangalia tu kitabu chake ukiangalia hivi kama ambao mfuta taabu wanuna siku tatu, na wewe bala gani hizi? Umefungua tu dirisha, taabu wanakusumbua na kuonesha ukiwa shafeni, taabu kweli nzito. Usipokuja watu wa furaha hii kwenye fusi, usiwe mtu, kuwa mtu mwepesi, tuweni mwepesi. Wallahi mimi nimeona watu wenye ilmu lakini wazito, watu hawawataki, watu hawawawezi pamoja na ilmu yao, ilmu kubwa sana. Watu wataka akhlaq nje huko, watu wataka kuona akhlaq. Usibabaike, ilmu hiyo ni ilmu yako. Watu nje wataka akhlaq yako, ni mwepesi kiasi gani, ni mtu mwepesi, mtu azungumza na watu vizuri, mtu na heshima, utapendwa, utapendekeza. Mwenyezi Mungu inshallah atunufaishe katika darasa hii, na Mwenyezi Mungu inshallah atupe baraka na tujalie suhba yetu. Na katika suhba kubwa ni nyinyi kuwa na suhba na mimi pia hapa markaz. Mimi pia nitaulizwa kuhusu nini, na kila mwalimu ataulizwa kuhusu, kumaki mitihani pia tutaulizwa. Kama naingia darasani na smile na mmoja, wengine sio smile, pia nitaulizwa sitokea. Zote hizi msione hata kwa mwalimu ati wao kwa shekhe sijui pepo yako. Fahamu kuna pepo yako, fanya kazi. Lazima ugawanye ibtisama, lazima ugawanye watoto wote waite kwa majina mazuri, sio wale namba 1 2 3 ndio waita vizuri, wale namba last ni wewe jiwe wewe sijui nini. Waina minha wala ma shakka kwa kujibinu hata ma yana faida baina mina lama yahbitu min khashyati vitamtu jiwe. Si jiwe, kuna majiwe yapomoka min khashyati Allah. Inshallah, na inshallah na mimi pia nachukua fursa hii kwa suhba yangu na nyinyi, naomba msamaha kwa kila niliyokosea. Inshallah msamehe, na mimi samahtukum lillahi ta'ala. Inshallah hamkae na mimi ila mtanipata inshallah arfaqahuma. Na poleni pia jalsa roha, wengine wanakosa kucheza mpira. Inshallah poleni sana, lakini lazima tusome. Wala afu minkum wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.